Shirika la Engaresero Eramatare Community Development Initiative ni shirika la kijamii lililoanzishwa na jamii ya Engaresero kwa msaada wa shirika la chakula duniani, yaani FAO. Shirika la Engaresero Eramatare Community Development Initiative lilisajiliwa tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2012 na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro. Shirika linajihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii na kuisaidia jamii ya Engaresero kutekeleza miradi mbalimbali katika kijiji cha Engaresero. Miradi inayotekelezwa na shirika hili ni pamoja na kuwasomesha wanafunzi wa vyuo vya kati na vyuo vikuu, lakini vile vile kuwasaidia kutoa walimu katika shule za msingi Engaresero na Monic, shule ambazo zinaonyesha kwamba zina upungufu wa walimu, kwa hiyo kutoa walimu wa muda, lakini vile vile kusaidia kutoa daktari wa maabara au kusaidia kulipa posho kwa daktari wa maabara katika zahanati ya Engaresero. Lakini vile vile shirika limeweza kujenga nyumba ya walimu ya 3-in-1 katika kijiji cha Engaresero. Hadi sasa hivi wanafunzi waliohitimu kwa kusomeshwa na shirika hili la Engaresero Eramatare Community Development ni zaidi ya wanafunzi 50. Lakini vile vile shirika lina mradi wa ng'ombe za ranchi, ambao huu mradi tunachofanya tumenunua madume 5 au madume 5, madume 4 wanaenda kwenye jamii, lakini dume mmoja anabaki kwenye ng'ombe wa shirika. Hao madume 4 wanasaidia katika jamii mbalimbali, katika maboma mbalimbali improve the local breeding na kusababisha au kuisaidia jamii kupata mbegu ya burana katika maboma mbalimbali. Kwa tunachofanya, mtu anachukua dume mmoja anabaki naye kwa mwaka mmoja, alafu baada ya hapo tunamrudisha yule dume na kuweza kumpa mtu mwingine. Vile vile shirika limeweza kutekeleza miradi mbalimbali tofauti ambazo ni pamoja na kukarabati hizi activities zetu. Tumeweza kukarabati nyayo za kale kwa kuzungushia uzio, lakini vile vile tumeweza kukarabati mlima wa Donyo Lengai ili uweze kutengeneza njia nzuri zaidi kwa ajili ya watalii kuweza kufika. Lakini vile vile tumeweza kukarabati njia ya kwenda waterfall ili jamii au waongoza watalii pamoja na wageni waweze kufika kwa urahisi. Bodi ya ukurugenzi CBO kazi zake ni kuajiri management, kuingia mikataba mbalimbali na kampuni zingine, pamoja na kupokea taarifa ya mapato na matumizi ya shirika kwa mwezi, kwa miezi mitatu, kwa miezi 6 na kwa miezi 12, na kuwasilisha katika mkutano mkuu wa wanachama wa CBO kwa ajili ya kuidhinishwa. Management ya shirika wamepewa pia mamlaka na bodi ya kuandaa budget ya mwaka na mpango kazi wa miezi mitatu. Na management pia ya shirika imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Kuna mratibu wa shirika ambaye ndio mkurugenzi wa shirika, na atakuwa pia katibu wa mkutano mkuu na katibu wa bodi. Kutakuwa na mratibu utalii ambaye atasimamia masuala ya utalii pamoja na matangazo ya shirika. Kuna mhasibu wa shirika ambaye anasimamia makusanyo yanayokusanywa na shirika na kutolea taarifa katika bodi ya wakurugenzi pamoja na mkutano mkuu. Shirika linakusanya mapato ya ndani, lakini pia ina mapato ya nje. Mapato ya ndani yanatokana na kila mgeni anayeingia eneo letu na kutembelea. Sisi tunachaji kitu kinaitwa guide service na si vinginevyo. Mapato ya nje, shirika pia linaandika andiko au proposal kwa mashirika mengine ya ndani pamoja na nje, lakini inawezekana ukapata fedha au fund ya kufanya mradi fulani. Kwa hiyo muda mwingi pia tunapata fedha za wafadhili wa nje. Kwa mapato ya ndani, fedha 50% inaenda kwa guide. 50% inayobaki inaenda kwa vijiji vingine. Tuna gawio la vijiji viwili, kijiji cha Engaresero ambaye ni kijiji mama, lakini pia kijiji cha jirani ambayo mipaka ya moja ya activity zetu inaitwa hot spring, maji moto, iko nje ya kijiji chetu. Kwa hiyo tukasema kwamba ili wale nao wasidai mapato ya kule, tukaamua kugawa mgao. Kwa hiyo sisi kama shirika tunatoa mgao kwa vijiji vyote viwili. Kwa mapato ya nje,
hakuna mgawanyo, kwa sababu zile ni direct zinaenda kwa mradi husika. Kwa mfano mradi wa Greek ambao tunapata fedha za wafadhili kwa kutekeleza mradi wa KKK3 katika shule zetu za kata. Lakini pia kwa mfano mzuri ni Dead Life International ambao pia wanatusaidia kwenye swala la mikopo. Kwa tunapata pia fund kutoka kwa wale wafadhili. Leo hii tunakupeleka katika maporomoko ya maji ya Engarasero, ambapo utapata kujionea maporomoko mazuri kabisa na katika moja kati ya bonde kubwa la ufa ambalo limepita katika uwanda wa Afrika Mashariki. Pia waterfall hii ni mashuhuri kama wenyeji ambayo ni kabila la Wamasai. Sisi huwa tunatumia eneo lile kama moja ya sehemu ya kwenda kutoa nuksi na kuogelea na kurelax. Idara ya utalii ikimaanisha Engarasero Cultural Tourism Program ni idara iliyosajiliwa na Tanzania Tourism Board (TTB) mwaka 2012. Idara hii imepewa majukumu ya uratibu wa shughuli za kiutalii, uhifadhi wa mazingira pamoja na maendeleo ya jamii, ikiwa na lengo la kuendeleza vivutio vya utalii kama cultural tourism, hiking Oldonyo Lengai Volcano Mountain, kutembelea maporomoko ya maji ya Engarasero, kutembelea ziwa Natron, sehemu ambayo ndio wanapatikana flamingos au werewe wadogo, hot spring, Leprakash Plain ambayo sehemu ambayo huwa nyumbu wanahama kwa kipindi cha mvua kwa ajili ya kuja kuzaliana huku, footprints, nyayo za kale. Ndio baadhi ya vivutio ambayo tunasimamia kama shirika la CBO. Pamoja na hayo, shirika limeweza kuwapata wageni wengi wanaotembelea eneo la Lake Natron kwa kutangaza kwa kutumia akaunti za shirika kama Instagram, WhatsApp Business, email pamoja na website ya shirika www.ngaraseroramatare.com, ambayo imefanya juhudi kubwa la kuongeza idadi ya wageni wanaotembelea eneo la Ziwa Natron. Ukifika eneo la Lake Natron unaweza kufurahia mandhari nzuri ya muonekano wa Ziwa Natron ambao wanapatikana werewe wadogo. Vile vile ukibahatika kufika wakati wa sherehe za kimila au za Kimasai, maana ya utamaduni, unaweza ukafurahia, kwani wanafanya sherehe tofauti tofauti. Kama ya leo wamefanya sherehe ya matambiko kutokana na rika. Hii ni sherehe ya rika 2 ambayo ni rika pekee yao ndio wanaruhusiwa kufanya hiyo sherehe, kuingia ndani ya hiyo sherehe, japokuwa wanaruhusiwa rika nyingine kusaidia katika kufanya shughuli za kufanikisha shughuli hiyo kufanyika. Lakini pia katika sherehe hizo ina malengo tofauti tofauti. Mfano kwa sherehe ya leo hii ni kwa sababu ya rika, kutokana kwamba inawezekana ulikuwa umechelewa kupata mtoto, ukipata ile baraka kutoka kwa wazee kwa ujumla. My name is Siangoi Sapuro Liangiri. I'm the one of tour guide at Lake Natron.
I would like to welcome you in Lake Natron. In Lake Natron, we have two types of species, which are lesser flamingo and the greater flamingo. Lake Natron is a shallow lake. The deepest of the lake is 3 meters. But there is other beautiful beds around the lake. I would like to welcome everyone to Lake Natron. It's a mysterious land that you can experience a lot of the landscape, like a Great Eastern Africa Rift Valley. If you are taking your walk of a half day to reach to the escarpment or to the roof of the Engarasero escarpment, you can enjoy the view of Lake Natron and it is Great Rift Valley. Also, you can view the small Serengeti part of Leparakashi Plain that you can see many animals like wildebeest, giraffe, zebras, gazelle. I would like to share my experience of Maasai culture to the globe and the entire communities. Maasai are pastoralist people who they are inhabiting ethnic groups from northern central southern Kenya and to northern Tanzania. Maasai language is related to other subgroups of Sahara languages which are spoken in different countries like Egypt, Sudan, Southern Sudan, Kenya, and Tanzania. Eastern groups are Luo and Dinka, and the Eastern groups are Dinka, and Maasai and Turkanas. Maasai are nomadic pastoralist people by nature because their main economic activities are livestock keepers. By then, these main economic activities turn Maasai to be nomadic pastoralist people. This because of their animals. Lake Natron is an alkaline lake lying along the base of the Rift Valley, which is a shallow lake. It is about 3 meters deep, and in the rain time, when it is full, it can be up to 4 meters deep. It extends about 56 kilometers long to the border of Kenya, and it is 22 kilometers wide, but the widths vary according to the level of water. Lesser flamingos are more pink and shorter than the other, while greater flamingos are taller and they are less pink. They are more whitish than the other. This is their only breeding site in East Africa. They migrate from other East African lakes, for example, Lake Manyara, Lake Momela in Arusha National Park, Ngorongoro Crater, Embakai Crater in Ngorongoro Conservation Area, but also Lake Nakuru in Kenya, and they come here to Lake Natron for breeding. Here is where they make their nests and laying eggs, incubating and hatching here. They make a mound nest, which is 20 centimeters above the ground, and that is to control temperature and to make sure that water will not wash away the eggs. So we would like to welcome you to Lake Natron, the only place that you can see flamingos' eggs and the only place that you can see flamingos' chicks, I mean the young flamingos. So you are warmly welcome to Lake Natron. You are warmly welcome to Engarasero Cultural Tourism Program.